He said through Hosea, I have hewed. Yeye alisema kupitia kwa Hosea, nimekata. Sasa angalia, anazungumza na Israeli. Nimekata, ama kwa maneno mengine, nimewabangua. Nimewabangua kabisa kwa njia ya manabii. That's how God does his people. He chopped them out from the rest of the nations. Ndivyo Mungu anavyowafanyia watu wake. Aliwabangua akawatoa kutoka kwa mataifa mengine. Kwa kitu gani? Upanga wake ukatao kuwili neno lake. Yeye aliwabanja taifa lake kutoka kwa mataifa. Alibangua taifa lake kutoka kwa mataifa kwa manabii. Neno lake lililothibitishwa. So has he chopped his bride from the denominations by his word. Hivyo yeye amembangua bibi harusi wake kutoka kwa madhehebu kwa neno lake lililoahidiwa na Malaki 4 katika siku ya mwisho. Akambangua, akamtoa bibi harusi wake, akamkatilia mbali na makanisa mengine. The church denomination today could only recognize why they are being condemned. Laiti kanisa la madhehebu leo linalitambua tu kwa nini linahukumiwa na wafuasi wao wanawakimbia kama vile Israeli kutoka Misri. Laiti madhehebu yangaliacha kulaumu mikanda hizo na wangezisikiliza. You preacher, listen to this tape. You listen. If you only recognize the hour that you're living, if you only recognize the sign of the time, kama ungalitambua saa unayoishi, kama ungalitambua ishara ya wakati huo, ungeona ni kwa nini watu wanayakimbia hayo madhehebu. Roho wa Bwana anaita. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, alisema Yesu, asipovutwa na Baba yangu. Wote alio nao Baba katika nyakati zilizopita alionipa mimi watakuja.